Mengi na mengi, habari nyingi sana kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo. Langu jina Ali Swale Mshana. Tuanze na habari za michezo za kitaifa, ambapo kikosi cha Taifa Stars mapema leo kimekuwa pipa kuelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya mchezo kwa nia kufuzu kombe la dunia. Awali hapo jana, rais wa TFF Ole Askari aliweza kutembelea mazoezi ya Taifa Stars jijini Tanga na aliweza pia kuzungumza mengi. Kubwa zaidi, akiweza kutoa maelezo kuhusu wachezaji ambao bado hawakuweza kuripoti katika kambi. Pia ameweza kusisitiza umuhimu wa kushinda katika mchezo huo. Baada ya mabadiliko ya kundi letu kubaki timu 4, ina maana Tanzania na Morocco ndio wana pointi 6. Kwa hiyo ni mechi ya muhimu sana. Mshindi kwa mechi hiyo atajiweka nafasi nzuri ya kuweza qualify kombe la dunia. Lakini pia kama unavyojua zimebaki timu 4, kwa maana hiyo Tanzania itakuwa imebakisha mechi 2 na mechi zote itakuwa nyumbani. Lakini Morocco watakuwa wamebakisha mechi 2 na mechi 1 nyumbani na 1 ugenini. Kwa hiyo wao wanaona kwamba hiyo mechi ya kwetu ni muhimu sana kwao, na sisi pia mechi ni muhimu. Haya bwana, hayo ndo maneno ya Ole Askari, rais wa TFF. Lakini pia dua zetu zipo kwa wachezaji, tunaamini watafanya mengi makubwa. Tukitazama habari nyingine, meneja wa Yanga ameweza kuzungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars utakaopigwa Machi 24 mjini Singida. Amesema maandalizi hayo yanahusisha pia mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup dhidi ya Songea United. Pia ameweza kugusia majeruhi, lakini amesema kila kitu kinakwenda vizuri. FA tarehe 29 dhidi ya Songea United, baada ya hapo Tabora tarehe 2. Hali ya wachezaji iko vizuri, kama ambavyo unajua, ukiachilia mbali Kwasi ya Tohola ambaye anatoka kwenye majeruhi, kikosi kizima kiko vizuri, na kama ambavyo unaweza kuona wote wako mazoezini, na ukitoa wale ambao kwenye timu za taifa, so kila kitu kiko vizuri. Tunaamini kwa kundi hili la wachezaji ambalo liko hapa tutakuwa tayari kuweza kufanya maandalizi kuelekea michezo hiyo ambayo iko mbele yetu. Upande wa afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza ameweza kuzungumzia maandalizi ya sherehe za uzinduzi wa uwanja wao mpya zinazoambatana na mechi ya kirafiki dhidi ya hao Yanga. Anasema kwamba kila kitu kimenyoka na lengo lao ni kuhamishia mechi zao zote za nyumbani kwenye uwanja wao huo mara baada ya uzinduzi huo utakofanyika Machi 24. Masanza anasema Azam ndicho chombo pekee ambacho kina haki zote za kuonesha picha za uwanjani ama uwanja wetu kwa mara ya kwanza. Upande wa maandalizi yanaenda vizuri na zimebaki siku chache tu hapa. Timu nzima ya Singida Black Stars kwa maana upande wa uongozi wapo site kuhakikisha kwamba jambo linaenda vizuri, na alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo si haba maandalizi yameshaanza kutoa picha kwamba litakuwa ni tukio la aina gani. Kwa hiyo tuko vizuri, maana maandalizi yanaenda vizuri na wameanza program za mazoezi taratibu. Inshallah timu ina morali ya kutosha na wako tayari kufanya uzinduzi wa kihistoria kwa kutoa mechi yenye burudani, kwa sababu tunaenda kucheza dhidi ya Yanga, timu ambayo tunaenda kucheza na bingwa mtetezi. Tunafahamu ubora wa Yanga na ndio maana tukawaalika ili zikutane quality ya Singida Black Stars na quality ya Yanga kutoa burudani kwa mashabiki wa soka ambao watakuja kwenye siku ya uzinduzi hapa nyumbani Singida. Nimesikia maneno yake, alisema pia kwamba tumejichanganya kuchagua timu ambayo sio daraja letu. Sasa kama hali anafikiri Yanga si daraja letu, sijui anapima kwa upande gani, kwa sababu kama maendeleo tumeshawazidi tayari. Sisi tunaenda kuzindua uwanja, wao uwanja hawana. Hilo inaonyesha picha kwamba sisi tuko serious kuliko wao. Lakini kuhusiana na uzoefu, yes, wametuzidi uzoefu, hapo kwenye ligi muda mrefu, ni timu ya muda mrefu kuliko sisi. Ila kama ni kusema size yao, sisi ni size yao hata kwenye ubora wa squad yetu. Ingekuwa sio size yao, kwa nini wanagonga hodi kutaka huduma za wachezaji wetu? Kwingineko, meneja wa uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza Hassan Ali ameweza kutoa neno la shukrani mara baada ya uwanja huo kufunguliwa. Ameweza kueleza aina ya maboresho ambayo yameweza kufanyika. Anasema pitch imerudi kwenye hali yake zaidi ya ilivyokuwa mwanzoni. Ndani ya pitch maana yake kuna sehemu chache zilikuwa hazina nyasi, na kama mnavyoona sasa hivi nyasi tayari zimeshakuwa kubwa zaidi na uwanja unapendeza, ikiwemo na technical bench tayari ziko vizuri zaidi. Nadhani wameridhishwa na kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya uwanja huu. Pichi imerudi katika hali yake nzuri zaidi ya mara ya kwanza, na pia walitoa
upungufu wa technical bench. Sasa hivi ma technical bench yamekaa yamenyooka vizuri kabisa. Tunashukuru, kiufupi tunashukuru bodi ya ligi kwa kutusikiliza na kutufungulia uwanja. Lakini nao Pamba Jiji kupitia kwa msemaji wao Moses William imeweza kutoa neno. Ni neno gani hilo? Hili hapa. Mpira wa miguu unachezwa kwenye mazingira ambayo ni safi na salama. Hapa nazungumzia pitch inatakiwa iwe vizuri kulingana na maelekezo ambayo wao wanayataka, lakini usalama wa wachezaji, viongozi na watu wote ambao wanakuja kiwanjani. Kwa hiyo wakienda dressing room wakute usalama uko vizuri. Eneo labda watu wanahitaji huduma za kwanza zile watu pia ziwe ziko vizuri. Kwa hiyo malengo yao ni mazuri na sisi kama club tumeyafanya kwa kiwango kikubwa. Limeweza kutokea ile ambalo limeweza kutokea. Kwa hiyo tuwashukuru, tuwapongeze, na yale maelekezo ambao wametupa wakati wanatufungulia uwanja, yale maelekezo tutayafanyia kazi, tutaendelea kuyatii ili kuhakikisha wakati mwingine yasitokee kama ambayo yametokea kabla ya hili ambalo wameweza kulifanya. Kunako medali za kimataifa hapo jana kulikuwa kuna michezo mbalimbali za UEFA National Qualifier Final ambapo Denmark ilikuwa uwanjani dhidi ya Portugal ama Ureno. Mchezo huu ulitamatika kwa Denmark kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni wa Croatia dhidi ya France. Mchezo huu France alikubali kichapo cha magoli 2 kwa sifuri. Huku Netherlands dhidi ya Spain, huu mchezo ukitoka sare ya bao 2 kwa 2. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni wa Italy dhidi ya German. Mchezo huu German alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2 kwa 1. Lakini Great dhidi ya Scotland, mchezo huu Scotland alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1 kwa sifuri. Ukraine dhidi ya Belgium, mchezo ulitamatika kwa 3-1. Belgium alikubali kichapo ama Ubelgiji alikubali kichapo cha bao 3 kwa 1. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni Austria dhidi ya Serbia, mchezo ulitoshana nguvu bao 1 kwa 1. Mchezo mwingine ulikuwa ni wa Slovakia dhidi ya Slovenia. Mchezo huu ulitoka sare ya bila kufungana 0-0. Lakini Brazil yeye jana alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2 kwa 1 dhidi ya Colombia.